Nisamehe Mungu. Nisamehe Mungu. Mungu nisamehe. Sasa mimi nilikuona online. Nikasema wacha nikusikize. Umefanya vizuri yake. Usilie. Sasa mimi ningependa unisaidie tu kuelewa. Niambia wewe ni okay. Sijui hata nieleze aje. Hebu nieleze wewe ni nani kwangu? Mimi kwako, niko kwako kama mama yako. Kwa sababu wewe mwenyewe hisi ukanielewa mpaka mimi mwenyewe nikuelezee vile kulikuwa. Mimi najua mama yangu alikufa. Sio alikwambia wewe huwezi jua kwa sababu ulikuwa mdogo. Huwezi jua kile kiliendelea. Sapi nje nilimuona, nilimuzika mimi mwenyewe. So huwezi jua. Tu mwenye nilizika ni nani? Sasa hapo hata ndio najiuliza sasa alikuwa nani? Alafu tena kitu kingine majina yenye mimi niliita ni ile tu. Ni vile uliniitaje? Niliita Kevin Kioko. Kevin Kioko. Ulinizaa lini? Ilikuwa Disemba. Sasa mimi niliingia hapa Nairobi. Ilikuwa mwaka wa 93. Nikikuja kutafuta kipawa. Sasa vile nikumbe hata iko ati kipawa, kumbe ilikuwa nikuje niende ndoa. Si kujua, unajua mambo ya Mungu ni kubwa. Sasa brada yangu alikuwa anaishi hapa Kangeni. Alikuwa anafanya na watu wa Wamini. Sasa kanitafutia kazi, mkubwa alikuwa anataka mtu wa kuwasaidia kazi. Nikaanza kazi. Sasa kwa hiyo kazi kulikuwa na kijana Mkamba naitwa Nicholas Kioko. Alikuwa anasimamia mahali pale. Walikuwa vijana watatu, Waluya wawili na Mkamba mmoja. Wote watatu walikuwa wananitaka, lakini sasa kwa hiyo harakati nikachukua Mkamba peke yake. Nikakubali Mkamba. Sasa tukakaa na huyo kijana, akafika mahali akaniambia hapana, mimi sikuwa nataka urafiki, nilikuwa nataka vitu wakaa naye. Nikatumania wazazi, tumeanza kukaa na yeye mpaka nimepata ujauzito. Nikasema sasa niko na ujauzito, lazima nitulishe nyumba. Hata si kumalizia. Mzazi akasema ati hapana. Ndo hapana, hapana. Toka tu kwa mistaki bado. Akakataa, nikalazimisha sasa nitafanya. Akasema ukiendelea. Sasa kitambo najua si kama saa hii mzazi anaweza sema kitu na udharau. Sasa akisema hiyo no. Kaniambia hiyo nimekataa na nimekataa tu kucha chini ya maji. Toka kwa hiyo ndoa uendelee na kazi. Sasa nikasikia uchungu, nikakuja kwa nyumba, nikaelezea kijana, nikamwelezea Nicholas. Akasema alikuwa ni mtu wa fans. Sasa akafikiria labda mimi namuelezea kama mafans bila anafanya vituko zake. Nikamwambia leo ni serious. Mama yangu amekataa. Wazazi wamesema hiyo ndoa hapana. Akasema nimekosa. Nikasema sasa sijui kwa sababu yeye amesema tu umekataa tu kambani hapana. Nirudi tu nioleke Uruyani. Sasa kitambo tena walikuwa napakua ukapira. Ati sio uoleke tu kama wewe Mruya ende tu Mruya, kama wewe ni Mcharuo. Si kama saa hizi sasa tunaachilia watoto wetu shule. Sasa akakataa. Nikaambia Nicholas, alikasirika sana. Kaniambia ama tuende tu Mombasa kwenye mama yake atakupa. Nikasema hapana. Hiyo nitakuwa nimevunja sheria kwa mzazi wangu, na nikienda tukosana na wewe nikirudi huko nitaingia wapi? Acha tu nifanye vile mama amesema. Akasema sawa. Nikaenda nikakaa Kangemi kidogo, nikapata msichana mwingine, tukaa tunashare nyumba. Sasa kidogo tu yani hiyo story inanikusanga hata sitakanga tu.
na niumanga sana. Pole. Sasa tukaenda kukaa na huyo msichana. Wakati nilifika sasa kujifungua, huyo msichana kaniambia, sasa wewe sitaweza kukulisha na mtoto. Kaniambia ukaa hapa lakini unajipanga. Sasa nikafikiria sana. Kaambia Mungu, sasa mimi siwezi enda nyumbani juu bila amekataa, siwezi ataambia mama yangu acha tunikae kama nikufa tu. Sasa nikaambia Mungu, hata heri sasa ningekufa tu, naye Mungu hawezi kukuacha. Sasa vile nilifika kujifungua nikaa kwa nyumba peke yangu. Sasa kaniambia nitoke tu, Mungu atanisaidia, naweza kufia kwa nyumba. Nikawa natoka, nikawa napanda sasa nikuja hospitali. Nikafika hapo kunaitwa Waruku. Sasa ndio ikanishinda kabisa, nikapika makoti. Nikaambia Mungu, mimi tuna wewe. Kuamka hivi nikaona kama sasa sikuwa nimeona mtu mbele. Sasa vile nipika tu makoti, nikaambia Mungu, sasa nimefika. Kuamka hivi kama huyu kijana amekaa hivi, nikaona mama wawili sijui walitokelezea wapi wanaongea. Nikamwambia mama, kujeni nisaidie, au mama wakakuja. Sasa vile wakuja kwanza ni nini? Akasema uko na mimba. Nikasema kuangalia, kusema mtoto amefika, utaua mtoto. Akanisaidia nikazaa. Vile nilimaliza nikawaambia mimi sina kwa kwenda, sasa kama Mungu amewatuma mtanisaidia. Akaangaliana, alafu mmoja akasema hata mimi niko na shida, mwingine akasema pia niko naye lakini wacha niende naye. Sasa nikaenda na huyo mama kwa akina mtoto. Kufika huko tukawa tunakaa. Saa kila saa akitoka akirudi ananipata niko tuna mtoto kwa mguu, lakini niko na stress. Niko na stress ya mtoto wangu. Kamsana baba yake kwa, nikamwambia wazazi walikata. Nikamwambia sasa nitafanya aje, sina pesa, nitasaidiaje mtoto? Akaniambia kuna mahali unaweza peleka mtoto. Kuna mahali unaweza peleka mtoto hata kulelea, utafute kazi, alafu ukipata kazi utaendea mtoto wako. Nikamwambia ni wapi? Kaniambia enda Kangemi report. Nikaenda hospitali Kangemi nikaripoti na mtoto. Alafu akaniuliza maswali. Nikawaelezea sina vile nitalea huyu mtoto wangu, nampenda lakini wazazi walikataa. Sasa sitaki hata nirudi kwa wazazi juu mtoto wangu ananiuma. Sasa unataka tukusaidia, mnisaidie vile nitapata kazi. Nifanya alafu nisaidie mtoto wangu. Wakaniambia sawa, wakaniandikia barua, wakaniambia niende Kangemi hospital niende Westlands. Nikaenda Westlands nikarudisha barua na mtoto tu. Wakanituma kwa chief, nikaenda kwa chief, wakaniuliza maswali, wakaniandikia barua. Nikauliza chief alikuwa ni wa kutoka Bungoma. Nikamuuliza chief, alafu nikienda mtoto wangu atanipea? Akasema sawa, si kupenda kwangu chief. Akasema sawa, na wakaniandikia barua. Nikaenda sasa na mengine tukaandikishana na wao, wakanipea mafomu. Wakaniuliza majina yangu, nikawaelezea na majina ya mtoto. Nikasema nimemwita Kevin Kioko, baba yake alikuanga Nicholas.
Sasa ataitwa Kioko. Mungu akanifungulia nikapata kazi. Nikafanya nikarudi huko nikamwambia sasa niko na pesa. Nirudishie mtoto. Alikataa. Nikarudi huko tena mpaka mara ya 3. Sasa wataki niingie ndani ya gate. Nikaona kaa nje nalia. Akaniambia hata hakuna mtoto hayuko. Na mwingine alikuwa na huruma, alikuwa anafanya hapo kazi. Akatoka akaniambia msichana, mtoto hayuko hapa, wamemtoa. Nikamsamia pia. Akasema atui. Asitoka hapa, kuna mtoto. Niliniuma, nililia sana. Nikaambia Mungu nisaidie. Sasa nikaona kaa pale, lakini hiyo siri sijawahi toa. Ilikuwa tu sasa mama yangu na mimi tu. Nikamwambia mama, mtoto vile ulikataa nilipeleka children home. Nimeenda children home, wameninyima. Sasa ikawa tu niko na hasira sasa, hata sitaki kuongea. Mama akasema sasa hiyo siri usitoe, kaa tu nayo. Nikaona kaa tu na hiyo siri. Nikikaa najua tu ni mtoto wangu nilipeleka children home. Na hiyo children sijui kwenye nilipeleka mtoto wangu. Sana nikawa nakaa nikaendelea tu na hii ndoa kabisa, lakini ilikuwa pia ni ndoa ya kushindia ikinisumbua. So nikawa nakuja hapa Nairobi nikafanya kazi tena nikirudi. Nikailazimisha, lakini ikawa inanisumbua sana. Huyo Mildred alikuandikia message akaniambia mama, alikuwa amepiga grade 6. Sio niache ya kusoma na wewe unateseka. Acha tu nikae chini nikusaidie. Ndiye akarudi hapa akapata kazi, akanitoa nyumbani akasema kuja hapo ndio angalau usaidie, uchikaze usaidie wale watoto wengine. Tukarudi hapa Nairobi, lakini Mungu hawezi niacha. Watoto wangu wakawa wanateseka sana, lakini Mungu tena akatuma mama wengine. Hao mama wakawa wananilelea watoto, wakapeleka shule na kila kitu. Sasa siku moja wakawa wanatoka shule, wakakutana na watu wanatembeza makaratasi hizi advertisement. Wakachukua na mmoja akakuja nazo kwa nyumba, ananitanga rafiki. Akakuja akanita rafiki huko, nikasema niko kuna karatasi tumepewa hapa, watu wataenda showground. Sijui ni nini wanaitia watu showground. Ati na sisi Kisaramu vitu kama hizi si hatuendani. Nikachukua hizo karatasi nikasimama naye hapo nje. Roy kaniambia nisitupe kwa mtaro sote. Sauti kaniambia ndani usitupe, ni za maana. Nikakuja nikaweka kwa nyumba. Sasa siku vile ilifika, watoto wangu wakawa tena wanatoka shule, wakaona watu wanatangaza ati kama walipata hizo karatasi wanasema watu wote waende showground. Watoto wakuja, mama makaratasi yenye tulikupea siko hapo. Nikasema ndio hizi, twende showground. Yenyewe tulifika. Na wakati tulikaa pale wakatangaza, wakaongea wakamasa na wakasema kuna kijana mmoja hapa anaitwa Bahati. Sasa kijana anakuja chukua, kuna nyumba anakuja kuwaimbia na kufurutika, alafu ndio watu watini kuna chakula tumeomba msaada kupitia kwake simetoka nje wapee watu wenye hawana. Sasa wakati huo kidogo tu nikakuona ukaingia mpaka na t-shirt, ilikuwa t-shirt ya white iko na maua za black. Sasa tuliingia tu kwa chikwa hivi. Na kitu yani sijui kilitoka wapi. Film ikatoka tu mbali, nikanifunika macho na kuniambia basi, huyo ndio mtoto wako natafutanga. Hiyo ndio mtoto wako Kevin. Sasa yani mtu ananiongeleshia tu kwa masikio. Na saa hizo pariti ikaingia kwa mwili, nikaanza kutetemeka. Watu wakawa wanasema, "Mama, tumetoka tu nyumbani vizuri. Nini umeona tu ikakustua mpaka ukatetemeka?" Nikasema hapana. Yaani hiyo kitu ikaniingia ndani. Hata wakati walikuwa wanapeana chakula mimi sikuchukua chakula. Watoto ndio walichukua, mimi nilitoka tu nikaambia watoto sina amani, mwili yangu nasikia vibaya. Sasa nikaambia tu mama huyo mmoja aliniona, nikasema ndio huyo mtoto wangu, hata mimi ananikujanga, ninasumbuliwa sana, alafu sina vile nitaweza mfikia. Sasa hiyo kitu tena imenishinda vile nitamfikia. Yeye akasema hapana, omba tu Mungu. Kama Mungu amepanga, kuna siku mtakuja kukutana. Kama ni mtoto wako, wewe endelea tu kuomba Mungu mwenyewe atamlete. Children's home iko inaitwa aje? Mama Ngina Children Home. Yenye mimi nimelelewa
inaitwa ABC. Sasa wakati nilienda pale waniambia umetransfer. Mama. Mimi nataka upate amani. Amen. Na hata mimi nipate amani. Okay. Sasa tutakuwaje na uhakika wewe ni mama yangu? Mimi niko tu ready any chochote nipo na imani niko tu, yani chochote ikiwe tena iwe kitukani yote tufanye. Ni vile tu sijui documents mali nisiweka juu hiyo wakati wa kitambo nilitoka huko na hiyo hasira vile nilikuwa nafanya kazi kwa hiyo nyumba nifanya kazi tu hapo ndio niliacha ama ni kitu ukikasirika nao na iachanga. Sasa nataka tufanye DNA. Chochote tufanye. Mimi nikuwe na amani. Si kwa hata nifuatilie, lakini mambo ya code ndio inanisukuma kila saa, fanya. Yaani nakataa nifiche hii kitu isitoke. Hiyo siri ningekufa nayo, singetoa. Sina mtu angenisaidia. Lakini mambo ya Mungu ndio inasukuma. Mambo ya Mungu. Kila mtu akiona nikimweza akasema Mungu, hakuna siri kwa Mungu inaweza jificha. Hata ufiche aje paka itatoka. Sasa we jiachilie utafute mtoto. Achilia Mungu mwenyewe atende na kazi yake. Mimi nikauza, mimi sina uwezo ya kufikia huyo mtoto. Na wewe mwenyewe Mungu hiyo chambo ulikuwa umeweka ndani. Ndiposa nikasema hata nikupate nikukomba msamaha niseme ilikuwa kazi ya Mungu. Ningekulea yote yenye Mungu akaweka ndani. Labda angeiua. Labda angefanya mazingira yaripike na isikue vile itakuwa. Na labda code alikuwa anataka kuna kitu utakuja kufanyia Mungu kitu kubwa. Kama Yesu kutana lakini kilicho chako Mungu ataiweka wazi. Na hilo tu ndio mimi naomba tu Mungu. Una advice tufanyaje? Sasa advice mimi nimekuambia si wewe ndio kuamua kwa sababu mimi nimekuelezea yenye nimepitia ndani na yenye nimefanya paka si kujua nikekupata kama angekuwa kote. Mimi niambia Mungu sasa wewe onyesha njia vile nitapata. Kia lakini unasikia unaona nikisikia yani nikisikia unaona tumbo vile nakatanga mama akitaka kuchifungua. Saa zile ninakuonanga tu hivi tumbe na kata unaona tunafanana. Ni mtoto wangu really hakuna kitu naweza nikatanganya. Tena ndio nikuja nikupata usiku nilala nikaambia Mungu. Mungu sasa mimi kufikia mtoto wangu imekuwa ngumu. Na wewe mwenyewe unataka hii siri itoke. Mimi nitafanya. Bora mapua hivi.